Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mimi naitwa Elizabeth Luciani Isidori, nakaa Kigogo, maeneo ya Mbraatu kwa wenyeji wa Dar es Salaam. Mimi tatizo linalonisumbua na matatizo mengi, lakini naongea kwa ufupi matatizo matatu sugu. Matatizo hayo, la kwanza kabisa nakojoa kwa siku zaidi ya mara 40. Nimeshazunguka hospitali, nimepima kisukari hamna. Nimeenda kwa waganga karibu ni wote. Unakojoa kitandani wewe? Hapana, mkojo unaniuma yani. Okay, sawa. Ukiniuma hivi, hapa nilipo nimevaa tambaa. I see. Ukiniuma hivi ni wahi kukimbia muda huo chooni kujisaidia. Nikichelewa utakuwa kidogo tu umetoka hapo, kwa ndo maana navaa tambaa. Okay. Na hata kama kitandani nikitaka ukiniuma na ndoo pale kwangu. Ukiniuma ni wahi kuamka, lakini na tambaa hivyo hivyo. Kwa hiyo lakini toka nilipofika hapa leo, nimefika kwanza nimechelewa kwa sababu nilitaka nije hapa. Nimekuangalia kwenye YouTube. Mimi huku sikuletwa na mtu, nimekuja mwenyewe. Kuona kwenye YouTube naangalaga kwenye Facebook na YouTube. Nilivyoona wale mahubiri ya Karagwe, nikasikiliza huyu mchungaji yuko wapi? Huko na huko naambiwa kwamba kitokea Ubungo panda gari Tegeta. Nikashuka hapo nikaja huko. Kati nafika hapa, kati niko kwenye pikipiki nikamwambia mwenye bodaboda, kwanza nitafutie nani choo hapa. Nikajisaidia alafu nipeleke. Akaniambia wewe unaenda kanisani? Nikamwambia naenda kanisani. Basi omba Mungu utafika. Nikasema Mungu nisaidie nifike kanisani. Nilipofika hapa na yule bodaboda wangu akaniambiaje? Mama umeshafika kanisa ndio hili, maana mimi silijui, ila tulikuwa tunauliza mpaka tunafika hapa. Nikamtafuta mtu nimuulize kwanza habari ya chooni. Nakuja nakuta kijana pale. Nikamwambia Bwana Yesu asifiwe, amina. Akaniambia nimefika hapa Kanani. Akasema hapa ndo Kanani, umeshafika, ngoja kwanza nikupeleke pale kwenye maombi. Kwa hiyo hata shida kumwambia mkojo tena sikumwambia. Nilivyokaa pale sikusikia tena mkojo. Yaani ulikata pale nje kwenye mahubiri pale. Amen. Ukakata mpaka unamaliza ibada. Yaani umekata pale. Baadaye sasa, yaani kwanza natoka huko nyumbani, nataka nije hapa. Imetokea mvua ya ajabu. Ikawa inanyesha, nimeshavaa ndani nataka nitoke. Waniuliza mama wapi? Au watu waniuliza mama wapi? Majirani wa hapa. Kamba leo naenda kanisani, kwenye kanisa nao litaka mimi. Nimeshazunguka makanisa ni mengi sana hapa Dar es Salaam. Lakini sikufanikiwa hivi ninavyoongea na maji na mafuta ndani kwangu. Yaani ni mengi mno lakini sijafanikiwa. Nakutana na wachungaji. Mpaka unavyozunguka hivi yamo ndani. Hapo ndani nimeacha pale dirishani. Hapa ninavyokuambia na binti nilimolea mdogo wangu hapa. Nitaka nije naye hapa lakini sasa wazazi wake wamemnganganiza leo, wamempeleka kwa kanisa ambalo kupaka mafuta huko. Wamesema hapana mkwe, ngoja tuende naye huko. Nikamwambia hapana. Kuna kanisa mimi nimeona kwenye YouTube, naomba niende naye. Mimi na matatizo mengi sana, naomba twende wote, nawe akanikataza. Akaniambia ngoja tuende naye huko, tukirudi tutaenda naye. Nikamwambia sawa, nikasema nitalili na mdogo wangu aliyooa yule binti. Kama ni wa kwetu itakuwa kwangu huku. Kama ni wa kwao wao watamtafutia kanisa la kwenda. Kama ni wa kwetu inabidi aje huku. Mimi na watu wengi sana. Yaani nikifanikiwa mimi hapa, patajaa watu hapa kama wote. Patajaa watu kama wote. Mimi Amen. Kwa sababu mimi ni MC, lakini MC wangu unavyoona hivi ndani ya mwaka huu nimefanya kazi moja. MC wangu mimi sinywi pombe wala chochote unavyoona hivi. Kile vitu chochote ni kipaji changu toka niko shule. Lakini kazi zangu mimi sifanyi unavyoona hapa. Kukojoa. Yaani ukojoa mara kwa nikifika ukumbini, kwanza kwanza nawaleta wale wanani wanakuja, wale wazao nikishawaleta ili nikakojoe kwanza. Alafu ndo nirudi. Nikirudi saa zingine natamani nikae kwenye kiti. Nikae tu hapo na zungusha hapo kwa sababu naisikia mkojo unaniuma, nitafute chance gani cha kuongea hapa ili nikajisaidie. Lakini mwanzani mpaka nafika eneo hili, kwa kweli nimestajabu ya Musa. Nafika hapa yani maombezi hapa, nikamwambia mbada mmoja, nikamwambia mbona sikojoi tena? Sisikia hamu ya kukojoa, kwa nini? Yani kusikia nataka nikakojoe. Akaniambia basi umeshapata upako. Nikaingia hapa. Nilipofika hapa, nikaanza kuona kitu kinanijia, yani usingizi. Huko kama kuna kitu naseka kinafanya hivi, lakini nikifanya hivi ndo nasikia usingizi zaidi. Nikasema mimi nimepanga mwenyewe kuja hapa, naomba moyoni hapo. Mungu nimepanga mwenyewe niende kwenye ile kanisa la mchungaji Robert. Kwa nini napata usingizi huu? Mungu naomba niachie usingizi, unanizidi ule usingizi. Kuna nani mtumishi hapa nimekanaje ananizidi kuniamsha. Lakini amsha vile naanza kuangalia kidogo na kuona huku nataka nikusikilize vizuri kwa makini, lakini naona kama bado usingizi unanishika. Nimeenda tipu moja ukojoa ninavyokuambieni. Lakini mimi nakojoa ndani ya risali moja zaidi ya mara 40. Kwa siku hiyo zaidi ya risali moja. Hapo unavyoona ni mfanya biashara ambao Kigogo mwisho pale ukipita. Mimi nauza samaki wanania wangu ruka kutoka mkoa wa Morogoro, Kigoma, na achukulia Morogoro. Kwa hiyo pale nikikaa pale kwenye meza na kiti kama kile pale nakaa pale. Kwa hiyo nimeshalipia choo pale, nalipia kwa mwezi 60,000. Yaani wewe nakwenda mara kwa mara, sitaki nimkwaze mtu yani. Sipendi kumkwaza mtu na shughuli yake. Naambia mwanangu sasa nikimpa nampa kisii. Naambia mwanangu, wewe hapo unafanya biashara. Mimi naomba wewe nakuja mara kwa mara tu kwa sababu kila siku ya Mungu nikitoa 500 300
Siku zingine mtu anayekuja kwamba 500, mwingine anakuambia hivi, sababu ni sehemu ya biashara pale. Kwa hiyo nampa hiyo hela kisiri ambapo mimi nataka nijisaidie tu mara kwa mara. Unaenda kukojoa mara kwa mara. Na nikienda chooni nakojoa mkojo kama wale wajawazito kidogo tu, mkojo umekata. Narudi nakaa tena. Nikaa kidogo hata saa nusu saa ifiki. Unaniuma tena, naenda ukojoa hivyo. Lakini wakati huo na tamba langu nimevaa na lingine nimeleka kwenye pochi. Kama leo itakuwa na hitilafu fulani, basi naenda kubadilisha kule, naweka lingine lile nakuwa nalo kwenye pochi, nikienda nyumbani jioni nalibadilisha. Kwa hiyo nazunguka na gonjwa hili mwenzenu. Tuseme tokea niko mdogo. Niko darasa la 3. Kipindi cha kuongea please teacher Mego au nikajifunza hapo haraka. Nikajisaidia chooni mara kwa mara. Kwa hiyo toka kipindi hicho nisijapata ufumbuzi, nimekuja huko Dar es Salaam naishi kwa mazingira kama hayo mpaka leo ninavokaa. Na lingine tena. Mimi kiuchumi changu yani nimeshuka kifupi. Tena nimeshuka sana. Tena mimi ni MC najulikana sana kwamba mimi nikishabarikiwa hapa nina watu utaona hapa na mabodaboda hapa kama wote. Na yani ningeenda kuambia tu wao wananiamini mno kwa sababu mimi kwanza babangu mzazi ni mganga kienyeji sugu. Ni babangu nimezaliwa nimemkuta kwenye uganga huo, alikuwa daktari hospitali ya Bombo. Baadaye amekuwa macho haoni siku kazini, akataka kuna mkoba unamtaka. Lakini licha na mkoba wake matatizo yangu mimi ameshindwa. Dawa zote alikuwa ananipa ameshindwa. Na sasa hivi babangu ameshafariki. Na mdogo wangu kutoka mimi ndio yeye. Yeye huyo ni mganga kweli analaza watu hapo Tuliani. Hata juzi nimetoka kumuona huko, ainipigia simu. Dada mimi naumwa naomba uje, nikafunga safari nikaenda, nikamuona. Matatizo yako bado yapo, nikamwambia mdogo wangu, bado naumwa, nilikaa kama leo, kesho yake nikarudi kwa sababu muda unanikosa kwa sababu nilikuwa nimeshaita mzigo kama jana leo shemeji anipigia simu. Niende na nikaenda nikamuona. Akaniambia situmia dawa fulani, akasema mimi sihitaji dawa yoyote, natumia mafuta upako na maji tu. Wewe ndio umeokoka? Akasema mimi nimeokoka kabisa hapa. Kumbe naenda kwenye yale makanisa ambayo sio. Maji ninayo kwenye pochi, mafuta, siji udongo, siku tovote ninavyo. Ninavyo kwenye pochi yangu natembea navyo, naomba, naamka usiku naomba kila kitu. Lakini hamna majibu. Lakini sina majibu yoyote unavyoona hivi. Lakini mimi nimeshangaa hapa kufika. Kwa hiyo mimi nilikuwa na washauri wenzangu. Kama wananisikia hapa ninavyoongea, Dar es Salaam na mikoa mingine yote, mimi nilikuwa naomba waje hapa kwa mchungaji Robert kanisa la Kanani. Yaani hapa ndo kwenye upako wa kweli. Mimi nimezunguka sana. Yaani mimi nimezunguka sana Dar es Salaam hapa mpaka mikoa mbalimbali, nimeshaenda kwa waganga, nilishakutana na mganga ananichanja chale. Huko nilikuwa nimeenda kwa masuala ya biashara sasa. Sijamuelezea habari zangu zenyewe. Kwanza nijaribu kwenye biashara ndo nipatege hizi mahela, nipeleke kwa huyu mganga. Sasa nikisema habari ya ugonjwa mwingine habari atanikosti kidogo. Nikamuelezea taarifa za biashara zangu, akanambia kanipeleka kwenye Kilinge, nikakaa hapo. Akawa ananichanja chale, huyo mganga ndio ikawa ya mwisho, sihitaji tena mganga. Ananichanja chale, natoka bonge la joka kwenye mtungi, linanilamba zile damu ninazochanjwa huko. Nyoka kubwa kugeuka hivi, nyoka kugeuka huku nyoka. Mganga ukimuuliza mbona hawa nyoka, anasema hawa ndio mizimu yenyewe. Hapa utapona na hapa umefika. Kwa hiyo ninavyowaambia jamani, mganga hafai wa aina yoyote. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya waganga. Mimi peke yangu ambao ndo sitaki mambo kama hayo toka maisha yangu yote. Na hisi Mungu tu ananilinda hivyo. Washangaika na mimi wameshindwa. Nilishakwenda kwetu juzi. Kuna kikao ambacho kikubwa sana kilifanyika hapo. Mdogo wangu mkoba wake anautambulisha rasmi kwa ndugu zake kwamba yeye ni mkubwa, na ni kweli kule kijijini kwetu wanamheshimu mdogo wangu. Kwanza lamdi anapigia watu bure. Nilipofika pale akalia sana, akasema dada, wewe umenitenga sana. Nilivyokuwa natafuta huu mkoba, ulinisaidia mno. Ukanipa hela za kwenda kwa mganga huko Kolelo si wapi. Ukanisaidia. Sasa hivi nimeshakuwa mganga, uji kwangu. Ukasema naenda kwa mdogo wangu wala nini. Mimi nikamwambiaje? Mimi sihitaji mganga. Alafu nilikuwa naomba kama kuna bodaboda hapa inipeleke haraka sana niondoke pande basi niondoke. Sihitaji mambo ya waganga mimi. Kama ni kweli mimi nimezaa watoto 10. Wote wamefariki. Nibakiwa na watoto 2, kuna siku mtawaona hapa. Mmoja wa miaka 3, mmoja wa miaka 20. Ameolewa Kigamboni na ana mtoto wake. Kuna siku atakuja hapa nitakuja nao. Na mume wake wote. Basi nikamwambia mimi sihitaji taarifa za waganga. Kama kweli waganga mpo, msingenisaidia. Kwa nini mimi nafiwa mara kwa mara watoto wangu? Kwa nini msinisaidie? Mimi nataka kwa sababu wananiambiaje? Wewe utakuwa basi dada yangu ni mchawi. Mbona wanao wote wanakufa? Nikamwambia hivyo, wanangu kama wanakufa ni Mungu amependa. Ila mimi nilikuwa naomba hivi. Kama mimi niite mganga yuko hapa, mwanao utamuona hapa. Mimi ndio nitakuwa nimekubali kule mambo ya waganga. Lakini wanangu wameshakufa. Mimi nirudi kwenye uganga kama nini sasa? Sihitaji tena hata hivyo. Kweli nikaenda kulala nyumba ya pili, asubuhi mimi nikapanda pikipiki mpaka Mikese, nikachukua basi nikarudi Dar es Salaam hapa nikaendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo mimi unawasihi ndugu zangu, majirani wote wanaoniona na ndugu wote wanaoniona wapo wenye station ya mchungaji Robert. Nadhani wanataniangalia tu kwenye muda saa 2 saa ngapi wataangalia tu. Na waomba mimi waje huku. Ni wengi ambao wana matatizo mengi sana. Wengi wanaamini sana mganga hana kitu. Mimi nimezunguka, mimi nimeshaliwa hela vya kutosha. Kama na hela bora niletwe kwa mchungaji Robert. Sio kwamba nipeleke huko. Kwa hiyo yangu ndo hayo. Ninaomba mtumishi msaidie kwa hiyo. Haya. Hebu umeniambia umezaa watoto wangapi? Umezaa watoto wangapi? Watoto wangu nimezaa 10. Wote wamekufa kwa mazingira ya kutatanisha. Mbaki wawili. Nikisafiri nikienda nyumbani, mganga mmoja aliniambia hivi, mchungaji,
Kuna huyo mchungaji ni mtu wa Kongo, yuko Kigogo mwisho pale, ukishuka tu hivi. Yeye unamkuta. Lakini mimi nilikwenda pale kwa niaba ya binti yangu, alikuwa anaumwa mara, huyo mtoto wangu wa mwisho wa kufa alikuwa form 2. Siku hiyo napigiwa simu, mtoto amedondoka shule. Naenda shule, naambiwa mtoto amepelekwa hospitali. Naenda hospitali, nikamchukua jirani, akaniambia twende kwa mchungaji. Tukafika kwa huyo mchungaji, anasema huyu Filimasodi, huyu hafai, lakini mimi nikaenda pale. Kwenda pale akaniambiaje, "Mama, umekuja hapa una shida gani?" Nikamwambia mimi binti yangu anaumwa miaka rudi, nilikuwa nataka apate ugonjwa wa ukimwi au TB kwa sababu dawa zake ni bure, napata shida sana kumtibia huyu mtoto. Akanambia wale waliokufa mbona wakumbuki? Nikamwambia hivi, kwanza akanambia nenda kumuita ndugu yako wa karibu, mengine utayasahau. Nikampigia simu dada yangu wa Mlandizi akaja. Alivyokuja tukaenda kwa yule mtumishi nabii. Akasema huyu mama amekuja hapa na swala huyu mtoto. Huyu mtoto nataka nimwambie kitu kimoja. Kwanza ndani kwake hana Biblia, na kweli nilikuwa sina Biblia. Cha pili, huyu mtoto ameshana nini? Tumuombee safari yake. Na kwa nini anamkumbuka huyu aache wale waliokufa? Wale waliokufa anajua nani amewachukua. Alafu yote 9. Mbona kuna mtoto amepotea nyumbani kwake wa miaka 12 mpaka leo hajapatikana? Mimi ni nabii wa kweli, lakini nyinyi hamwezi kuniamini mimi. Nasema hivi, ndani ya mwezi huu wa pili atapigiwa simu na mtu wake wa karibu, atamwambia njoo mchukue mtoto wako sehemu fulani. Tulishaliwa hela kwa hiyo mtoto alipotea. Amepotea miaka 10 huyo mtoto. Lakini amerudi siku nikapiga, kabla ya kurudi yule mtoto, yule mwanangu binti akafariki, maana mchungaji alisema hivi, huyu mtoto tumuombee safari yake. Akuniambia kwamba atakufa. Wiki ile moja, kwanza akaniambia ndani ya mwezi huu funga siku 21. Utafungua saa 6 kwa sababu unalea. Nilikuwa na mtoto wa miezi 6 ambaye huyu mdogo wa miaka 4 sasa hivi. Funga siku 21, omba, kanaandika kwenye daftari vitu vya kuomba pale. Utapata majibu ndani ya mwezi huu. Kabla ya tarehe 28 haijafika, yule binti yangu akachukua kisu anataka kujichoma tumboni. Kampokonya kijana wangu ameshikaki. Akampokonya kisu akataka kujichoma tumboni, wakamkamata. Kumkamata yule binti, ikabidi sasa akasema mimi niacheni nife. Mimi nimeshachoka. Mimi niko ndani nafanya usafi huko, nimeweka sidi yangu ile na nikaburi ni tajiri, nilikuwa nalia mno ndani, lakini sio kinachoendelea nje. Huko fujo ilikuwa kubwa, dadangu akiwepo na wewe mvulana wangu wa kazi hapo, alikuwa fujo kubwa sana hapo nje. Baadaye sasa kilichofanyika, dadangu akambeba yule mtoto hivi akamleta ndani. Akamwambia mama Jeni, huyu nani Emi anasumbua, mpigie babake simu aje. Nikampigia simu baba yake akaja. Akamwambia njoo na taxi tupeke hospitali huyu. Haya, akaja na taxi pale tukabeba kumenda hospitali. Nikamwambia kwanza kabla ya Amana tufikie ni Molovian. Tukaingia Molovian. Mtoto wetu alipoingia Molovian tulikuwa mimi na baba yake mle ndani na daktari pembeni hapo. Akasema hivi, "Baba, naomba bibi yangu niongee naye." Yuko wapi bibi yangu? Baba yake akamwambiaje? "Ngoja nikupe simu ongea na bibi yako." Akachukua simu akabamiza ukutani. Akasema sasa, "Mama, bibi yangu yuko wapi?" Nikamwambia bibi yako hapa hayupo. Ameshafariki bibi yako. Bibi yako gani unamtaka? Bibi yangu namtaka. Nikamwambia hayupo. Basi akachukua ile sindano, baada ya kuchomoa hivi akachomoa huko, damu zinatoka, maji yanatoka. Daktari akaturuhusu nendeni Amana kwanza haraka sana. Tunafika sehemu moja nakuita Msimbazi. Yule mtoto akaniita, "Mama, huko anafanya hivi mikono na miguu anafanya hivi. Baba anafanya hivi." Tunafika pale Amana, daktari anapima mwili, binti wa form 2 amefariki. Wanachukua maiti wanapeleka Amana, ndio msiba wa mwisho huo. Basi alipofariki yule mtoto, tukio la kwanza ndio mchungaji alivyotuambia. Alituambia kwamba safari yake tuiombe, lakini ndio ameshafariki. Tunazika leo Jumatatu tumemzika, amekufa Jumamosi, Jumatatu tumezika. Jumanne mimi simu yangu ilikuwa charge ndani. Nimetoka nje napunga upepo. Dada yangu tuko naye kwenye msiba bado ananiwaza pale. Anapigiwa simu. Tunamwomba MC tuongee naye. MC simu yake iko wapi? Akamwambia MC simu yake iko charge. Akanipa simu. "Halo, sasa hizi nzuri. Mimi mama Joa wapi?" "Watabata, nilikokuwa nakaa zamani. Sasa hivi nipo Kigogo." "Nani mwanao Sharifa alipotea miaka 10 ni huyu hapa." "Samani MC kwanza. Jana tulikuvumaliza kuzika. Tulikuja tukuage lakini ulipoteza fahamu." Nikamwambia Sharifa, "Hebu nipe niongee naye." Nikaongea naye. Shikama mdogo anaongea lafudhi za Kiarusha. Nikaongea naye pale akaniambia, "Sasa si msaada yetu, tumekodi pikipiki shilingi 7,000 mpaka kwako." Alafu akamchukua hapo. Nikamwambia binti yangu hawezi kumjua, ngoja aende mama yake, mtoto wangu mimi hamfahamu. Maana kaondoka kumwacha mdogo miaka kama 4 si 3. Haya, mama yake kaenda akamkuta ndo yeye, akaja naye pale. Alipofika akaniangukia, "Mama mdogo naomba nisamee sana. Mama mdogo naomba unisamee mno. Niombe kwa baba yangu samani." Nikamwambia, "Kwa nini nikuombe kwa baba yako samani?" "Mama mdogo mimi nilitoroka, nimetoroshwa Masai na amerudi na watoto 3. Ametoka hapa na miaka 12 alikuja likizo kwangu. Akarudi hapa na watoto 3 akapelekwa, akarudi huko akapelekwa kwa Masai huko Munduli huko msituni. Simba huko ni hali ya kawaida, mwenyewe alivyokuwa ananisimulia. Anasema huko Simba tulikuwa tunakaa msituni kabisa. Nimeshazaa peke yangu, ameniweka kwenye zizi huko, historia yake alikuwa ananipa huko. Sasa nikamwambia, "Mwanangu, mpaka umeenda huko, mchumba yuko hapo ulikwenda naye." Kwa sababu mama mdogo mpaka nimeamua kurudi hapa, wamenilazimisha mimi nivae nguo nilizotoka nazo huko nisichome moto. Yule bwana alivyomwambia achome moto, avae nguo za Kimasai. Mimi nikakataa kuvaa zile nguo, ndio wakanipiga wote wa Masai wakanichangia. Nikatoroka mimi, nikaenda kukaa kijiji kingine cha pili. Ndio hicho kijiji nikapata msamaria mwema kanileta huko. Watoto wawili nimewaacha huko. Mmoja ndio huyu nimekuja naye hapa. Neema anaitwa, nikamwambia hivyo sawa. Kampeleka kanisani pale tukamwombea ombea pale. Basi akawa anaendelea, sasa hivi naye yupo na atakuja naye hapa mtamuona. Huyo alipotea miaka 10. Atafika hapa. Kwa sababu mimi ninachofanya mimi ndicho anachofanya watoto wangu waliokuwa nao Dar es Salaam hapa.
Basi nikampangia chumba, nikamwambia mimi siwezi kukaa na binti hapa kwangu, naomba nikupangie chumba chako pale, utajiendeleza mwenyewe. Basi mimi nikampangia chumba pale, akawa anakaa, miezi inayofuata alipie mwenyewe, kwa sababu anafanya shughuli kwa mdogo wangu, kwa mwanangu yule ambaye nilikwambia nampigia simu pale nje, amefuata mzigo wangu kule Morogoro, ndio anakaa anafanya shughuli zake kule Mnazi Mmoja, kwa hiyo atajitegemea mwenyewe. Sasa kilichofanyika hapo sasa ndio jibu likapatikana, yule kapotea amerudi kwa huyo mchungaji, na huyu mwingine amefariki, jibu ndio la mchungaji. Kilichofanyika hapo, mchungaji ameniambiaje, sasa ninunue mafuta 35,000, maji 35,000. Yale maji ya upako, alafu ninunue picha yake shilingi 50,000 niweke kule ndani kwangu. Alafu nikiwa naomba jambo langu nipige goti pale niombe. Niseme Bwana Yesu ananifundisha, nisema Bwana Yesu, hiki ninachokiongea hapa naomba ukifuatilie. Ufanye kama vile vinachokueleza ndio hichi useme hivi vinaofuata. Akanifundisha pale, nikamwambia sawa nitakuja. Mimi sijaenda tena tokea siku hiyo. Sijafika, nilikuwa naangaika tena makanisa mengine tena nikaenda, yani ni mengi hata kuyataja na nani hapa. Yako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio hivyo mchungaji. Aha. Kwa hiyo sasa mama, kufanya hadithi kwa fupi, umeona maajabu, hujakojoa. Kwa kweli mimi mkojo hakuniuma tena. Toka nilipofika hapa sijasikia mkojo, kwa sababu ninapoenda makanisa mengine napenda ukaa nje kule karibu kule, kwa sababu nisiwa kwanza watu wiko pita nini na shida. Lakini leo nimekaa hapa, hata hivyo nilikuwa natafuta sehemu ya nje nikae, labda itanitokea ile hali. Lakini mdada mmoja akaniambia kaa kwa hapa, nikakaa huko, na kabla simwambia shida zangu, ngoja nikae tu nitamwambia baadaye. Nimekaa, nimeenda tripu moja tu chooni. Ndio maana nimeamini sehemu hii ni ya ukweli, ni ya uhakika. Hii haina mpinzani yoyote. Mimi naitwa MC Malkia. MC Malkia, hebu waambie watu wanaohangaika na mafuta na maji Dar es Salaam hapa. Kwa kweli wale wanatumia mafuta na maji, kuanzia leo hii mimi MC naambia, mimi najulikana naitwa MC Malkia, nipo Kigogo Mwisho pale. Ukishuka tu Kigogo Mwisho, boda, dereva bajaji, dereva daladala, ukimuuliza namtaka MC, niko pale. Naomba maji, mafuta msitumie tena, hayafai. Mimi napaka, naambiwa nishakutana na mchungaji wa mafuta hayo. Mafuta nimeshanunua sehemu moja, kwa ni moja na mafuta anauza shilingi 15,000. Kuna mafuta, kuna maji ya shilingi 3,000, kuna maji ya 2,500. Na majina kasoro funiko mweupe, funiko mwekundu, funiko sui gani. Napaka sehemu za siri huku nako kojoa mara kwa mara. Inashindikana. Nikipigiwa kazi, kama kuna kazi inapatikana huko, naanza kuchukua mafuta napaka kabisa, nikakutana na wale watu. Lakini napaka mafuta, hamna kinachofanyika ndugu zangu wa Dar es Salaam. Tusidanganyike. Mimi naomba mje hapa kwa kuwa kwa mchungaji Robert. Naomba bwe mnafika hapa kwa mchungaji Robert. Kwa Robert ndio kuna uzima na kuna Mungu wa kweli hapa. Mimi ninaokojua mara kwa mara hapa sikojoi tena. Amen. Makofi na vigelegele. Kwako unanitazama kupitia channel 10, tunapatikana kila Jumapili saa 2 na Alhamisi saa 4:30 mchana. Unafikaje hapa Kanani Bible Church Kunduchi, Dar es Salaam? Unapanda gari za kwenda Tegeta, unashuka kibao kinaitwa JKT. Kabla hujafika Tegeta, utaona kituo kinaitwa JKT. Shuka hapo, vuka barabara, alafu kwa mbele utaona wanamama wanagonga kokoto, utaona kibao kimeandikwa Kanani Bible Church. Shuka na njia hiyo, vibao vidogo vitakuongoza, utatuona. Au simama kwenye kibao, tazama kwa bondeni, utaona bati jeusi na msalaba. Ndipo tunapatikana Dar es Salaam hii Kunduchi. Tafadhali usikose ibada zetu kila Alhamisi saa 9 jioni na Jumapili asubuhi. Na sikiliza maneno ya MC Malkia kutoka Kigogo, Dar es Salaam. Ameteseka na kujua mara 40 times per day. Ni kwa saa? Mara 40 ni kwa saa. Haya, sasa sikiliza, mara 40 kwa saa, ina maana kwa masaa 12 unafanya 40 times hiyo, unapata ngapi? Bwana nyingi sana. 480 wanasema. Anakojoa kwa siku mara 480. Amekodi choo 60,000 analipa kwa mwezi kwa ajili ya kukojoa tu. Pale anakofanyia shughuli zake, amehai chumba hicho ili aweze kufanya shughuli zake za kukojoa. Mara 480 kwa siku anakojoa. Lakini amekunywa maji, amepaka mafuta mpaka sehemu zake za siri, nothing happened. Amejaribu kila njia ya uponyaji, imeshindikana. Alipotazama YouTube Robert TV Tanzania, akaongozwa kama anavyokuongoza wewe, akaja hapa. Tazama maajabu haya. Tendo la kukanyaga tu hapa, kukojoa bye bye. Kukojoa wewe nawe tafadhali njoo mahali hapa, waambie ndugu zako, waambie jamaa zako wafuatilie Robert TV Tanzania, lakini waalike pia mahali hapa ama wafuatilie channel 10. Karibu sana na Bwana awabariki.
Mama nakuombea. Bwana Yesu, asante kwa MC Malkia. Mkojo leo ndio mwisho kabisa. Mapepo na majini yashindwe. Roho za kiganga zishindwe. Kazi zote za giza zishindwe. Kila uchawi na ung'oa na kutupa bahari ya Hindi. Msipate nafasi kabisa kwa mama huyu. Mama endelee kupiga kelele kwenye basi zima kwa watu, kwa majirani. Kama alivyotamka hapa, watu wengi wamfuate, wamgeukie Yesu. Asante kwa kuwa Mungu umeweka kitu potential kwa mama huyu, kinakwenda kufanya kazi Dar es Salaam kwa viwango vingine, katika jina la Yesu. Wanaokulani, wanaokubariki, katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo Malkia, ili muujiza wako ukae, unatakiwa kuwa mlokole kabisa halisi. Amina. Hii nywele hizi, maringiringi haya yote haya ni hii sio product kutoka kwa Mungu. Sawa. Kufika mahali utakongoroa kabisa, watu wakuone uko natural. Sawa. Nywele zako zibaki vile vile. Hamna tatizo. Kautangaze wokovu na watu watakufuata. Hamna tatizo. Ubarikiwe na Bwana. Asante sana. Makofi na vigelegele.